Wewe ni Mungu mkuu unayetawala. Mbingu na nchi ni vyako, na hata watu wote wanaoishi katika dunia hii ni mali yako Bwana. Mahali hapa na kuita, shuka ukaangushe kila ngome za kipepo. Alafu kumbuka, mchawi haongei sana, huwa anaenda na vitendo. Acha tumuonyeshe. Kabla ya yote, mimi niwakaribishe nyinyi kwa ajili ya kumpokea Kristo, awatoe katika giza ambalo linawasumbua. Mmebeba mizigo mizito ambayo inawafunga nyinyi, hamwezi kufanya mlitakalo. Kwa jina la Yesu Kristo leo akawaweke huru. Yesu gani wewe? Leo tutaona kama atakusaidia. Nguvu ya nuru hapa tunaitokomeza. Kumbuka wewe ni dhaifu sana kwetu. Hauna nguvu yoyote na ni lazima tukuangamize. Hakuna haja ya kuongea sana. Muonyeshe kazi. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai, wewe ni Mungu mkuu unayetawala. Mbingu na nchi ni vyako, na hata watu wote wanaoishi katika dunia hii ni mali yako Bwana. Mahali hapa na kuita, shuka ukaangushe kila ngome za kipepo kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ewe pepo, na kupiga na kuangusha na kuharibu na kuteketeza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Wewe ni Mungu mkuu unayetawala. Asante Bwana, sababu wewe ni mwema, umetenda. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Leo umeshinda. Tutarudi tena. Tutarudi tukiwa imara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wajulisha ya kwamba kweni majasiri kama Kristo alivyo imara katika muhimili wake. Yeye ametuweka sisi kuwa nuru ya ulimwengu, na sisi tu nuru katika ulimwengu huu tuliopo. Basi kwa sasa aminini yote mlioyaona ya kwamba tunayashinda katika Kristo. Amen. Amen. Mchapie Bwana makofi na vigelegele kwa sababu yeye ametenda. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Haleluya! Haleluya! Sasa tuenende na amani ya Bwana. Amina. Nguvu ya nuru, nguvu ya nuru. Kama nilivyokuambia mama, tunakwenda huko kupambana na mchungaji. Kazi sio ndogo, kuna kufa au kupona. Kwa hiyo na ndo maana nikaja hapa kukuomba nichovye hata mara moja kama lilivyo jina langu. Kwa nini usiende kwanza kazini ulikoagizwa na mkuu? Jamani, hata ukisoma 7 Mathayo mstari wa 7 nakwambia ombeni nanyi mtapewa. Mama, fungua hiyo kaniki nichovye hata mara moja tu. Pana, mimi siwezi. Kwa hiyo unakata. Kuwa kitukuta hapa. Jamani, wanasema kesheni mukiomba. Hiyo Mathayo 7 mstari wa 7 mpaka 8 hapo. Ninakwambia kesheni mukiomba nanyi mtafungua. Jamani, nipe basi jamani. Hapana, sitaki. Nipe hata kidogo. Wapichovya. Maajabu. Nimewaagiza nini? Jamani, mkuu wenzangu wametangulia. Mimi nilikuwa nahitaji maji ya kunywa hapa. Maji? Maji mnakumbatiana? Mkuu, Kabura alisema kabisa haka akafai haka. Kama tukahovyo. We naye chawa najua zinaishi kwenye nguo, unaishi hadi kwa watu. We, Kwa tabia zako za kijinga, nimekupa adhabu mara ya kwanza. Hautaki kusikia. Leo nataka nikupe fundisho la adhabu ili uweze kujifunza vizuri. Mtume. Jifunze tabia yako ya kijinga hiyo. Jamani, mwambie basi mewani yake. Nilikuwa nimekuja kuomba maji. Alikuwa tu amejia maji.
maji kwa kukumbatiana ndio unampa maji hayo. Hii ndio inafaa mkuu. Kakome kabisa hapo. Fuata. Asante mkuu. Hii ndio adhabu yako. Kakome kabisa. Ili uweze kujifunza mara ya pili hata nikikuachia kwenye kifungo. Alafu na wewe ukifika kilingeni adhabu yako itafuata. Sisi tunasubiri ukimya wa sekunde tu, tunakuona. Na nyinyi Kabura, mmekamilisha kazi yangu? Samani mkuu, kazi imekuwa ni nzito sana mkuu. Yule mtu ni mzito sana mkuu. Hata hivyo mkuu, hii kazi tumeifanya tukiwa wawili tu. Mkuu, nguvu yetu imeonekana kuwa ni dhaifu sana mkuu. Unaniambia nini? Lakini mkuu, ulitupa kazi watu 3. Tumefanya watu 2. Hata hivyo tumejitahidi. Mtu wa 3 hatujui yuko wapi. Naijua hiyo. Unajua? Lakini mmeshindwa kufanya kazi ambayo nimewaagiza. Mnafanya uzembe. Ni watu gani nyinyi? Hapana, tupe muda, tumsome kwanza madhaifu mchungaji. Unajua hii kazi ilikuwa mara ya kwanza tu mkuu. Ukinipa nafasi ya pili, tutashirikiana vizuri kumwangamiza. Wala sikupe tabu mkuu. Huu ni upuzi ambao mnaufanya kama mjinga ambaye aliufanya huyu. Anaenda kufanya mapenzi na wakuchovya. Mkuu, lakini mimi nilikwambia wakuchovya sio mtu mzuri, lakini bado ukamkabidhi madaraka. Unaona sasa aliyoyafanya? Mkuu, amevuka mipaka sana. Hadi mwanamke wako mkuu? Hapana, hii haiwezekani. Anastahili adhabu mkuu. Kweli? Na wakuchovya tayari nimeshampa adhabu yake. Nimeshamweka kwenye adhabu ya maficho. Nimeshamweka kwenye kibuyu, nimemtonza. Atumikie adhabu yake. Na huyo adhabu yake. Na ndio maana mnamkuta hapa. Mnampa adhabu. Mkuu, hiyo adhabu bado ni ndogo sana. Wakuchovya alikuwa anastahili adhabu ya kifo mkuu. Mara ya pili mkirudia hili kosa, ninawaadhibu. Mnahitaji maa yetu iangamie? Hapana mkuu. Ndio ujinga kama ambao aliofanya huyu. Na usirudie. Ukirudia mara ya pili, sawa, talifanyia kazi hiyo. Mchungaji, sijui kama nitakuwa na wewe. Hakika nakupenda, nakuhitaji pia,
Nafikiria kama muda huu ningekuwa na wewe hapa kitandani, hakika ningeenjoy. Mchungaji, nitatumia kila njia nitakupata. Nitafanya kila kitu nitakupata. Nitakulaza kwenye kifua changu. Tutatawala dunia, nuru haiwezi kutushinda. Giza, tutaneza giza mahali pote. Hakuna atakaye tukimbia, hakuna atakayeokoka. Sisi ni giza. We mzee, wezi ndo tulitaka kuchoma jana? Unataka nini sasa? Nahitaji tukuchome moto. Kwa hiyo nyie ndio mlitaka mchome moto mzee? Unauliza jibu. Maana wewe mzee, hapa kijijini mmetuchanganya sana nyinyi wachawi. Hapa Nzera uchawi hautakiwi. Mnatuenezea uchawi. Hamwezi. Hamna ambacho mnaweza kufanya hapa. Haitowezekana. Labda mimi kijiti nife. Kama sijafa, haitowezekana kwamba wachawi wamiliki hii Nzera yote. Lazima tuwaunguze, tuwateketeze wote nyinyi wachawi. Basi John mchome. John. Mshike huyo hapo. Vipi? Nani unashangaa nini? Mshike huyo. Umeona? Haijawahi mimi kijiti nikawa mtoto mdogo kwenye hiki kijiji cha Nzera. Nyinyi wachawi ndio mtabaki kuwa watoto wadogo. Awe mzee awe mkubwa, atabaki kuwa chini. Kwa sababu hiyo sheria ya uchawi ishafutwa hapa Nzera. Mkuu, nenda na wewe. Huyu mtoto mdogo sana. Ngoja niwaonyeshe. Yacheni. Oya, vita haijaisha mpaka ishe. Toka kenge. Hawa ndio wanakuumbisha yumbisha watoto. Mke wangu, mama mchungaji, mke wangu, mbona umenuna hivyo? Wewe hili jambo nalichukulia ndogo sana, si ndio? Yaani mtu anapiga simu mbele yangu nashindwa kuipokea. Alafu nachukulia jambo dogo. Na niuliza kwa nini nimenuna? Kangu, kutokuipokea ile simu. Maana baada ya kufika mbali kule, ile binti niligundua hayuko sawa. Kwa hiyo nilihitaji kwanza tuliweke sawa hili, kisha ndo nitaenda kumfanyia maombezi. Au kama ningependekeza, kama inaweza ikapendeza, aje angalau madhabahuni, tutamfanyia maombezi huko, wakiwepo na wazee wa kanisa. Au nalionaje hilo? Ni sawa.
itabidi umwambie kwa kuwa kesho ni siku ya ibada, tuweze kuwa naye ibadani ili hata aweze kufanyiwa maombezi hapo kanisani. Basi sawa, acha nimpigie. Okay, na namba yake inaishia ngapi kweli? Kama bado yuko kwenye miss call huko, ngoja niangalie. Okay, hapa. Tani weke loudspeaker. Halo, mtumishi wa Mungu. Halo. Shikamoo baba mchungaji. Malaba. Hujambo? Salama. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa nilikuwa nakukaribisha kesho uje madhabahuni tupate kuabudu pamoja. Na kuhusu hiyo shida ambayo kwa ananiambia kukufanyia maombezi, nije nikufanyia maombezi kanisani. Kuhusu ibadani, samani, Jumapili sitaweza kufika. Kwa nini usifike? Na wakati ulidai unahitajika ufanyiwe huduma ya maombezi? Baba mchungaji, samani, jana wakati natoka sokoni nilipata ajali, kwa nikaa nimeanguka mguu katenguka na maumivu. Kumbe ulipata shida hiyo tena? Ndiyo baba mchungaji, sitaweza kufika. Pole sana mtumishi wa Mungu. Nilikuwa naomba uje nyumbani niombee baba mchungaji, make na maumivu. Nilikuwa na maumivu kwenye mguu, sasa hivi najisikia mwili mzima. Naomba baba mchungaji, jitahidi uje uniombee. Basi sawa, nitakuja baadaye. Sawa, nakusubiri.